drivers ambaye alibeba watu hapa town na kufika pale pande ya Riabai, ikakuwa kwamba sijui kama wamempiga ama ako wapi kwa sababu hajaonekana, si ndio? Na tuktuk officer walitoka mara moja na wakaenda kuangalia, wamepata tuktuk hapo na ikapelekwa Riabai. So kwa wakati huu, that is a very active case ambayo hatuwezi fanya nini, hatuwezi interfere. The more tunafanya haya maneno, tuna interfere na investigation. Inaweza kuwa suspect hapo miongoni mwetu, si ndio? Tunajua mpaka signal mara ya mwisho mahali imepatikana, so let the agency ambayo ina investigate. Majina yangu mimi naitwa Francis Jomo, OSPD hapa, sawa sawa, na ni vizuri mumtrust sisi. Kwa hivyo hiyo case iko active na inaendelea, na saa hii kuna watu wanafanyia kazi saa hii as we are talking. So kwa sababu ile mnafanya ni haki yenu, tafadhali msiaffect haki ya wengine ya kutumia barabara. Kuandamana inajulikana na iko kwa katiba, si ndio? Tinganga, na hata saa hii tunaendelea kwa. Na kama kuna mmoja wenu ambaye kuna habari inaweza kutusaidia, tafadhali mniambie saa hii. Sasa ile kitu ningehimiza ni kwamba tuwe na amani, na kama ni kutafuta tutafute, na tusiharibu mahindi ya watu. Sasa tutangawanya small sections so that wakati tuna defense kwa hii mahindi tuko organized, tusije tukaharibu mahindi ya watu waanze pia kulalamika. Ni Peter Kimani Mwangi, chairman wa tuktuk hapa Kiambu Town na Kiambu County. Tuko hapa ajili ya kutafuta mmoja wetu mwenye alipotea jana usiku mwendo wa saa 2 usiku. Alipopiga simu akasema kuna watu wanajaribu kumnyang'anya tuktuk, na sisi kama wana tuktuk tukashirikiana jana, tukajaribu kumtafuta mpaka mwendo wa saa 8 ya usiku tukamkosa. Leo asubuhi tumelauka kuandamana ndio tuweze kupata msaada ama usaidizi wa serikali. Jili serikali ndio inahusika katika uchunguzi na wenye wote wanakosa ama wenye wanafaa kuwa wakitafutiwa wapendwa wao. Sasa tuko hapa kwa hiki kichaka ya Boy Committee Estate, kichaka kubwa sana. Ni tunatumai tukishamalizia tutampata either akiwa uhai ama amekufa, lakini tunaomba Mola awe ako uhai, tumshughulikie ndio tuweze kushirikiana katika biashara zetu. Sio kesi ya kwanza ama sio kisa ya kwanza, tumekuwa na mwingine ameshanyang'anywa tuktuk. Kuna mwingine pia amekuwa hijacked also, lakini akaachwa katika hali mahututi. So tunahofia usalama wetu sana sana masaa ya usiku, na tungeuliza askari wetu waweze kupiga doria sana sana usiku. Masaa usiku hizi ndio mambo inapatikana. Wezi wako huku kwa vichaka na wengine wako huku, lakini kushinda kwa town ati unapiga doria town, sidhani kuna mwizi mwenye atakaa town. So tunawaomba, sisi ni wa Kenya na tuko na haki ya kupewa security. Sisi kama wana tuktuk tunaomba security na tunahofia maisha yetu. Tuko na familia tunalisha, na hatuwezi kaa nyumbani tuseme tutakuwa tukifunga kazi saa 1. Jana usiku saa 8 za usiku ndio mimi nilipigiwa simu nikaambiwa bwana ndio haonekani nini. Nikaenda kumtafuta, tumemtafuta huku Kamiti Corner ya Bai huku, tumemwangalia huku. Sasa tumpati. So watusaidie juu saa hizi tumetafuta tumuoni, tumeingia kwa mashamba huku ndani tumuoni. So tunaomba usaidizi kwa watu, kwa serikali. Mwenye atapata atusaidie, apige tu simu. Na kuna wenye kuri ya Bai, kuna wenye tumeachia namba za simu, ukiweza pata ama sikia story kama hiyo unaweza tuambia na tutashukuru. Mwenye anayekanga pesa nikaona haina pesa, alafu kukaa stage nikaulizwa pahali yako na mimi sikuwa anajua. Alafu ndogo nikakaa kunja kuangalia ngari, nilipata tu ndamu, sijui yako wapi. Nimemtafuta usiku yote sijampata. Hospitali Kiambu tumemtafuta, St. Mary's tumemtafuta hatumpati. Yote anaweza njua mahali yako, mimi naomba tu atujulishe ama ripoti kwa polisi tumkunjie. Sasa hatujampata na hatuwezi jua mahali aliko, lakini sasa tumeshikana sisi wote na wafanya biashara wa tuktuk hapa Kiambu na pia polisi wetu, walinda salama wetu ambao tunatafuta kiini cha hii janga,
kwa sababu tuktuk yenyewe imepatikana ikiwa na damu hapa Kiora Estate, na lakini dereva mwenyewe hakupatikana. Ye tunataka kutrace mahali yako, lakini mahali tuko tumepata sim card 2 ya Safaricom na Airtel ambayo tumewapatia wanapolisi wa DCI wafanye uchunguzi, kwa sababu hatujui bona hizi sim card 2 na pia cover ya simu kama zilikuwa za hawa waliomhijack ama zilikuwa zake. Wale ambao wanahusika na hiki kitendo, mkono ya serikali ni mrefu na itawapata mahali wapo. Itawapata mahali wapo kwa sababu kuna Mungu mbinguni, na tutashikana sisi wote kutafuta haki ya huyu dereva Samuel Mumo. Hatufanyi kazi hivyo tu. Wacha vikae hapo, Mungu akakupanga. Nideta OCPD amwe onaici no moe mathi nacio tiakorwo ni sim card nimetuma jamaa kadhaa huko.